Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ulimwenguni kote, Marekani, Uingereza, duniani kote, leo tuna neno la Mungu tunaloeleza juu ya Yesu alizaliwa wapi. Wakazi wa dunia hii, tunaweza Yesu alizaliwa wapi? Katika zizi la ng'ombe au katika ukoo wa jamaa ya Daudi? Tusikilize neno la Mungu linavyosema, maana neno la Mungu ndio kweli. Nitakuelekeza juu ya neno la Mungu linavyosema. Hebu fungua kitabu chako mahali popote katika dunia hii, ulioko kule Afghanistan, ulioko Marekani, ulioko Uingereza, ulioko Tanzania, Afrika, Kenya, Uganda na mahali popote katika dunia, wakazi wa sayari hii, sikilizeni neno la Mungu linavyosema juu ya Yesu alizaliwa wapi. Huyu Yesu ambaye tunamzungumzia duniani kote, tunamzungumzia huyu Yesu alizaliwa wapi? Ni katika zizi la ng'ombe au ni katika jamaa ya nyumba ya Daudi? Neno la Mungu linasema, fungua kitabu chako sasa, wakati huu sasa wa dakika 15, wakazi wa dunia, wazungu, wa China, wa Arabu, wakati tunapona vita mara kule Iraki, Irani, watu wanapigana kila kona, watu hawana amani, wanauana huku na huku. Pastor Makerubi, niko Pastor Makerubi na Pastor Muhammad, mchungaji Muhammad, huyu mchungaji Muhammad, mtume na manabii wa siku za mwisho, wanapambanua neno la Mungu linavyosema. Leo Mungu tunampata kwenye maandiko, kwenye makaratasi. Neno la Mungu ndio kweli. Hebu fungueni vitabu vya Mwenyezi Mungu vinavyosema ya kwamba Yesu alizaliwa wapi. Fungua kitabu kile cha Luka mtakatifu 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 20, ambao unasema, tasoma neno la Mungu kama lilivyosema. Siku zile amri ilitolewa kwa Kaisario Agosto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwa Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye ameposwa naye ana mimba. Mariamu mkewe ambaye ameposwa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakaingia na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuze Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanywa aliyotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala holini. Walipomwona, wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote walisikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akaweka maneno hayo yote, akayafikiria moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote
walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Kwa hiyo sasa hivi inatupambanuliwa kwamba Yesu alizaliwa kwenye nyumba ya Daudi, akalazwa kwenye holi ya kulishia mifugo. Yaani hebu sikiza kwa makini hapo, pambanua sasa uweze kuelewa. Unajua watu wanasoma kila waelewe. Sikiza kwa makini hapo, malizia sasa. Alafu Pastor Muhammad, Mchungaji Muhammad atakwenda kutufundisha, atakwenda kutuelekeza kwa umakini na kwa utulivu tunapokuwa naye hapa. Mimi nitakuelekeza, nitakusomea kama ninavyosoma hapa na nukuu kilichoandikwa. Kwamba siku zile amri ilitolewa kwa Kaisario Augusto ya kwamba yaandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Yaani wakati ule rais wa nchi ile, Kaisario mkuu wa nchi, akasema wahesabu sensa, kama vile tunasema sensa ifanyike. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Yaani ni orodha ilikuwa ya kwanza ya sensa, wakazi wa sayari hii, wa Tanzania, wa Arabu. Ilikuwa ni siku ya sensa ya kwanza kabisa. Watu wote wakaenda kuandikwa, watu wote wakaenda kuandikwa. Kila mtu mjini kwao, kila mtu akaenda alikotoka, alikozaliwa yeye. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi. Yusufu naye aliondoka kule Nazareti alikokuwa na akaenda Galilaya alikozaliwa kwenye asili yake mpaka mji wa Daudi, mpaka nyumbani kwa Daudi. Si mnanielewa? Uitwa Bethlehem, yani ule mji mtaa, yani kile kijiji cha Bethlehem. Kwa kuwa yeye ni wambali wa jamaa ya Daudi, kwa sababu yeye ni ndugu wa Daudi, akabidi aende kule na mke wake yule Mariamu ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe. Wakaenda na Mariamu mke wake ambaye amemposa, alikuwa amemwandaa kumuoa. Naye ana mimba, alikuwa na mimba ya Yesu. Yaani yaani yule Yusufu alikuwa ameposwa, afu ana mimba ya Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alikuwa na mimba. Ikawa katika kukaa huko, yani alipokwenda kukaa kule kwenye nyumba ya Daudi, siku zake za kuzaa zikatimia. Sio, mnasikia vizuri? Yani siku za kuzaa yule mtoto zikakamilika, mimba ikatimia miezi 9. Akamzaa mwanawe, akamzaa mtoto kifungua mimba, yani mtoto wake wa kwanza, kifungua mimba. Akamwita yani siku za kuzaa kwake 6, namba 6. Hebu soma kwa makini. Namba 6, 2:6. Ikawa katika kukaa huko alipokuwa akiishi kule, siku zake za kuzaa, yani siku zake za kuzaliwa yule mtoto zikatimia miezi 9, sio njiti. Akamzaa mwanawe, akamzaa mtoto wake kifungua mimba, mtoto wa kwanza. Akamvika nguo za kitoto, yani akamzaa. Sio kwenye holi, hatuoni hapa holi au banda la kulishia mifugo. Akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, yani akamlaza katika chombo cha kulia mifugo, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Yani haikupatikana nafasi siku ya hesabu ya sensa. Na yule Yesu ni maarufu, alikuwa ameshatolewa. Watu wote wanashangaa kipindi Mariamu alikuwa na mimba ile mikiki. Sasa watu watakuja kumwona itakuwa namna gani hapa Ndio akaamua kwenda kumlaza katika kile kichombo kizuri cha kulishia mifugo. 8:2-8. Na katika nchi ile katika nchi ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Kulikuwa na walinzi wakilinda mifugo usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, yani malaika wa Mwenyezi Mungu akawatokea wale watu. Utukufu wa Bwana, yani nuru ya Mungu tukufu, mwanga ukawaangazia pande zote. Wakaingia na hofu kuu, wakashangaa namna gani hapa. Kama vile Mariamu alivyokwenda kule kwenye kaburi ya Yesu ile siku alivyofufuka, malaika wakachomoka pale. Wakamwambia mnamtafuta Yesu, yule ambaye alikuwa anawasumbua, amefufuka, yuko hapa. Basi wale wachungaji wakachanganikiwa, namna gani hapa? Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote.
Asema msiogope kama vile Yesu alivyopaa kwenda mbinguni, malaika wakatokea mkono kushoto. Sasa watu wa Galilee mnashangaa Yesu anapaa na wingu. Atakuja hivyo hivyo mnavyomuona. Maana wachungaji wanaambia huyo Yesu anavyo nani huyo mtoto, yaani ni muweza ambaye ameenda kuendelea makazi, yaani ana ufalme, ana mamlaka, mkamuone. Maana leo katika mji wa Daudi, yaani katika nyumba ya Daudi, sio katika nyumba ya Daudi, amezaliwa nani? Amezaliwa kwa ajili yenu, yaani amezaliwa kwa ajili yenu. Mwokozi ndiye Kristo Bwana, yaani mkombozi, yaani yule ambaye atakayetufanya tukapate makazi ya milele. Anasema na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi la kulia mifugo, ya kulia ng'ombe. Mtamkuta mtoto, yaani na maana sio, mnaelewa vizuri, Yesu ameshazaliwa kwenye nyumba ya Daudi, sawa? Mtoto akishazaliwa ameshapumzika vizuri, yaani ameshamwanda, sio holi, sio kwenye nyumba, sio kwenye banda la ng'ombe. Watu wameshavuruga katika dunia hii. Watu wanapotoshwa danganya. Yaani baada ya wale mitume wote kuondoka kwa ule mwaka 321, watu wamechanganyikiwa, watu neno la Mungu hawajaelewa, na waangalia wachungaji wana shetani na wapotosha. Hapa danganywi mtu bwana. Unaona? Kwamba mtamwona mtu amelala katika holi ya kulishia ng'ombe. Mtoto amelala katika holi, chombo cha kulishia mifugo. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema. Yaani walivyoona ule utukufu nini ile mikiki, yaani wale watu wakajuza, jamani, nisisimu, wakasema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Yaani wakamsifu Mungu kweli hakika. Atukuzwe Mungu kule mbinguni na watu waliowakubali, yani waliokubalika. Ikawa malaika katika ile hiyo Luka ile 2:15. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lililofanyika aliyotujulisha Bwana. Wakaambia twende sasa kule kwa nyumba ya Daudi Bethlehem alivyotuambia Mungu. Wakaenda kwa haraka, wakakimbia kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu, wakamkuta yule Mariamu mke wa Yusufu na Yusufu mwenyewe na yule mtoto, yaani na yule mtoto mchanga amelala holini, yaani na yule mtoto mchanga. Sasa kwa umakini uelewe ndugu yangu, acha kudanganya na wana kupotosha. Hiyo msema wakamkuta ule mtoto mdogo, wamemwandaa, wameweka katika chombo cha kulishia mifugo, sio kwenye banda la ng'ombe, ameshazaliwa kwenye nyumba ya Daudi. Walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto, wakaenda kutoa taarifa walioambiwa na malaika juu ya huyo mtoto kule alipokuwa akichunga kule kondoo. 18 wote waliosikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote, akayafikiri moyoni mwake. Yaani Mariamu akatunza siri yake, kwa sababu ameshaambiwa yule Gabrieli malaika alimwambia utazaa mtoto, jina lake utaitwa Mungu, pamoja na yaani kipindi Mariamu akajua siri zote, lakini akaweka moyoni mwake. Ameshapata taarifa nyingi, kama vile mfano nani yule Sara, walivyotokewa kule kusema kule Mwanzo malaika wawili, wakati alikuwa ni Yesu, akaambia utazaa mtoto. Sara anacheka, kazaliwa Isaka. Mariamu akatunza siri kwa yale ambayo alioambiwa na Bwana, lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote moyoni. Lakini Mariamu kama yote moyoni, unaona. Lakini anasema 20 tunapomalizia hapa, wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Biblia hakuna fungu hata moja, hata kusoma kwenye Mathayo wapi na wapi paliandikwa kwamba huyu Yesu aizaliwa kwenye banda la ng'ombe. Yesu alizaliwa kwenye banda la ng'ombe kutoka wapi? Yesu anatueleza amezaliwa kwenye nyumba ya Daudi. Unaona, hajazaliwa kwenye banda la ng'ombe katika maandiko. Kasome popote wewe mkazi wa dunia hii, mwananchi ambao Mtanzania, Mwingereza, Mwarabu, kaangalia kwenye Biblia. Naye tume na nabii
Pastor Muhammad yuko hapa, atakwenda kuchambulia kwa dakika hizo 10 habari hii ya kutueleza hivi kweli Yesu alizaliwa kwenye banda la ng'ombe ili kumdhoofisha. Mimi naambieni ukweli. Baada ya wale mitume kuuawa ule mwaka yani baada ya wale mitume kuuawa baada ya wale mitume wote wakauawa, akafa kila kitu katika ile sheria ya Jumapili ya Konstantini, ile tarehe 7 Machi mwaka 321. Watu wakuangalia mfalme Konstantini anawaambia sasa watu waabudu jua, akapewa siku yao. Watu wakaanza kutoka huku na kule, watu wanafundisha vitu ambavyo havieleweki huku na huku. Unaona? Leo tumeshika mafundisho mengi, kila mtu anachukua cha kwake badala ya kufuata yale ambayo Mungu anayosema, tunafuata vya kwao. Wapi na wapi leo kaangalia watu wanaangalia Martin Luther. Utasoma wapi kuhusu habari za Martin Luther? Wanakola wa prostate wanafuata matone. Ukiangalia wengine wanasema wanamfuata mke wa Yusufu. Yule mama Maria Nyerere, Maria Magdalena. Maria Magdalena wapi na wapi? Ukiangalia wengine wanafuata mama Ellen G. White. Yaani ukiangalia sasa watakao kufuata ile mitume walivyo wote wanapotoshana hapo, wasome maandiko kwa makini. Wengine wanafuata Mtume Muhammad. Wapi na wapi? Wanasema yes, yani unatakiwa ufuate yale ambayo Mungu aliyosema kupitia mitume. Mshuhudieni Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Leo tunatakiwa tuchimbe kichuguu, tuchimbe maandiko, tupate marikia, tuyaangalie, tupate mafuta, tupate neno la Mungu, tuelekeze watu. Leo tunadanganya watu kwamba Yesu amezaliwa kwenye banda la ng'ombe. Tunamdhoofisha ndugu zangu, ni wakazi wa dunia hii. Basi Pastor Muhammad atakwenda kutupatia ombi ili Mungu atuweze kutuelekeza. Shida ni kufundisha wakazi wa sayari hii, wazungu, wa China, Waarabu. Leo tunachanganyikiwa, tumekuwa vichaa, tumeshachanganyikiwa, hatuelewe twende wapi. Watu tudanganya neno la Mungu na kwenda hivi na kwenda hivi. Rafiki yangu, tuwe makini ndugu yangu, kuwa makini, tuwekea, tuangalie maandiko. Biblia ndio mtume na nabii wa siku za mwisho, tuelekeza ukweli. Leo tunaangalia mitume, ukiangalia wale yaani ukija kuangalia kina Martin Luther prostate wanaangalia masuala hayo. Ukija kuangalia kina mama Maria Nyerere, kina mama Maria Magdalena, mama wa Mungu huko, wengine wa Katoliki huko, mama Maria prostate huko kule, wengine wa Sabato sasa hivi wamemkimbilia mama nani, mama Ellen G. White huko, wanaangalia ndio Mungu. Wengine wanaangalia huko. Wapi na wapi kaandikwa kwenye Biblia? Muangalie habari za Mtume Muhammad, wapi kwenye Biblia Mtume Muhammad mkamfuata? Akasema tuangalie wale mitume, roho ya nabii wa tima, nabii wa mtume wa Yesu, tuangalie wanavyosema, Biblia inavyosema. Martin Luther wapi na wapi? Wapi na wapi na Maria Magdalena? Wapi na wapi nani usi? Ellen G. Kwa ina maana angalia mtume na manabii wa siku za mwisho. Kina makerubi, mitume na manabii wa siku za mwisho wanakuelekeza ukweli. Mitume na manabii kina Pastor Muhammad wanafunga historia ya dunia hii. Sema kuna makundi mawili ndugu yangu, wala wanaabudu mnyama na sanamu yake. Mafundisho watu wanadanganywa, wanaabudu mang'ombe. Yesu alizaliwa kwenye banda la ng'ombe na umekwenda na maji. Uamini kwamba Yesu alizaliwa kwenye nyumba ya Daudi. Kwani ishia hapo. Nafikiri Pastor Muhammad atatupatia ombi hapa, na baada ya kutupatia ombi atakwenda kutupambanulia vizuri. Naomba Pastor Muhammad tupatie ombi, alafu tutakwenda kutuelekeza kwa makini juu ya Yesu kweli alizaliwa kwenye banda la ng'ombe, na ni kweli kabisa hayo mambo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, wewe ni Mungu uliye hai, mtakatifu wa takatifu. Wewe ni Bwana wa mabwana, na ulimwengu wa sasa tuko katika nyakati za mwisho, na waliokuwa wengi wanapokea mafundisho tofauti na neno lako ambalo ni Biblia. Mungu, hakika wengi hawajui, na kwa kuwa hawajui wanahitaji kusikia neno lako ili wapate kufahamu ile ambayo ni kweli, kwa maana neno lako ndiyo kweli. Asante Mungu wa rehema kwa wale watakaonisikiliza. Ninaamini watapata kitu kwa sababu ndio neno lako, na neno lako litaweka huru kabisa kabisa kabisa. Hawataendelea kuwa watumwa wa watu ambao wananena kinyume na mapenzi yako. Naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Ninapoanza kuzungumzia habari ya Yesu Kristo alizaliwa wapi, maana hili somo limekuwa na shida sana katika jamii ya binadamu wengi, ambao wakati mwingine kunakuwa na uzembe wa kufuatilia maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukisoma katika neno hili kulingana na Luka 1:26, alafu Luka 2 fungu la kwanza hadi 12, alafu Mathayo 2 fungu la kwanza hadi 12, haya ni maneno ambayo yanaonyesha kusudi la Mungu katika kuelekeza kile ambacho Mungu ametueleza kuhusiana na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo
ambaye ni mwokozi wetu. Maana ni agizo kabisa kabisa la Mungu kwamba atainuliwa nabii miongoni mwenu. Anamwambia Musa, waambie ndugu zako kwamba atakapoinuliwa huyo nabii, msikilizeni yeye. Sasa huyu kutoka mbinguni alikuja kupitia kuzaliwa na mwanamke mmoja anaitwa Bikira Mariamu. Yeye alikuwa bado ni binti na alikuwa ameposwa na Yusufu. Lakini katika kuposwa kwake na Yusufu, basi sasa wakati ambapo ilitakiwa historia iandikwe, Mungu anatuelezea jinsi ambavyo wakati wa kuandikisha sensa ulipokuwa umefika. Sasa ukisoma vizuri kwamba wao walitoka Nazareti wakaenda kuandikishwa mahali ambapo walitakiwa waandikwe, na walipofika kule, bahati mbaya walikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Narudia, walipofika kule Bethlehemu walikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa hiyo ikawabidi kufikia katika nyumba ya jamaa yake Daudi, kwa maana hata Yusufu mwenyewe alikuwa mtu wa ukoo wa Daudi na jamaa ya Daudi. Wakafikia pale katika nyumba ya jamaa ya Daudi kwa kuwa ilikuwa ni katika jamaa zao. Sasa neno la Mungu inasema kwamba siku zake za kujifungua huyu mama zilipofika, na wastani wa kuzaliwa kwa mtoto mwanamume kawaida huwa ni miezi 9 na wiki 2. Hiyo miezi 9 na wiki 2 zilipotimia, ndipo historia inatuambia, yaani neno la Mungu inatuambia kwamba Mariam akajifungua mtoto wake kifungua mimba, tena mwanamume. Sasa neno la Mungu linaposema jambo hili, sisi lazima tuogope. Tuliheshimu neno la Mungu kuliko kuheshimu binadamu. Hata mimi mwenyewe nikisema kinyume cha neno la Mungu, Mungu anatoa amri, anasema mtu anayefundisha kinyume cha neno lake alaaniwe. Ni laana tupu ambayo inakwenda kwa watu ambao wanafundisha kinyume cha neno la Mungu. Sasa kama kweli kama neno la Mungu linavyosema kwamba walikosa nafasi katika nyumba ya wageni, wakafikia katika nyumba ya jamaa ya Daudi, na nyumba ya jamaa ya Daudi ilikuwa ni ukoo wa Daudi, na pia ilikuwa ni ukoo wa ndugu yetu Yusufu akiwa na mke wake. Sasa walipofikia kwenye ile nyumba, siku zake zilipofika akajifungua. Sikiliza Mungu anavyotuelekeza katika habari hii katika Mathayo sura ya 2 tuanzie fungu la 9. Anasema, nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, yani wakaingia katika nyumba ile, wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Waliingia katika nyumba, hawakuingia katika zizi. Na tunajua kabisa kwamba katika zizi mtoto alikuwa amelazwa katika holi la kulia ng'ombe. Holi ya kulia ng'ombe maana yake ilikuwa ni kitu gani? Chombo cha kulishia mifugo. Ndimo mtoto alipokuwa amelazwa. Na kwa sababu ile holi au chombo cha kulishia mifugo kilikuwa ndani ya nyumba, Mungu anatuambia kwamba nyota iliwaongoza mpaka ikasimama juu ya ile nyumba. Iliposimama juu ya ile nyumba, ndipo wale watu wakaingia ndani ya ile nyumba, wakamkuta Mariamu na ile mtoto amelazwa kwenye holi la kulishia mifugo. Hiki ni kitu ambacho ni cha uhakika, ambacho hatuna mashaka, kwa sababu neno la Mungu linapoeleza, linaeleza kusudi la Mungu, jinsi ambavyo Mungu anavyotupatia historia ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kamwe Yesu Kristo hawezi kuzaliwa katika zizi, kamwe. Lakini kwa nini mafundisho ya neno hili imefundishwa kimakosa? Ni kwa sababu ya kutoka kujua hali halisi ya Yusufu mahali walipofikia, kwa sababu lengo lao wataka wafikie kwenye nyumba za wageni. Lakini kwa kuwa walikosa nafasi, imerudia mara ya pili, ndipo wakaingia kwa jamaa yao. Na ni jambo la muhimu sana katika maisha
kuangalia jinsi mtiririko wa lile neno linavyosema, ili kwamba tupate kuona kusudi la Mungu. Nawaambia hivi, kitu kinachoitwa zizi ni banda la mifugo. Hapa Kiingereza wanaita fold. Fold ni banda linaloishi mifugo. Wakati unapokwenda kulisha mifugo, wanaporudi ndipo unawaingiza kwenye zizi lao, yani kwenye banda lao au nyumba yao. Lakini nyumba ya kweli lazima tujue kabisa kusudi la Mungu jinsi lilivyo. Jina Bwana barikiwe. Kwa machache hayo naomba Mungu awabariki. Amen. Amina. Basi tumejifunza na kujua ya kwamba huyu Yesu ambaye alioelezwa kwamba atakuja kwa duniani hakuzaliwa kwenye banda la mifugo, kwenye banda la ng'ombe. Biblia imeeleza wazi, Pastor Muhama ameelekeza kwamba Yesu Kristo hakuzaliwa kwenye banda la ng'ombe. Yesu Kristo alizaliwa kwenye nyumba ya Daudi. Alivyozaliwa kwenye nyumba ya Daudi, akalazwa kwenye chombo cha kulia mifugo. Dunia ya leo, baada ya kuona Yesu amezaliwa kwenye baada ya kuona Yesu huyu ili wampakaze hana thamani, wamwekeni kile chombo, yani chombo ambacho kizuri cha kulia mifugo, wakamweka. Zamani zile ni kama box. Zamani mtoto anapozaliwa wanachukua vitambaa ndogo. Mtoto anatakiwa kaende kuzaliwa kule hospitali kwa sababu anakuwa bado ni mchanga. Mtoto akizaliwa unamweka, yaani unaweka kwenye vingonguo vya yaani viwejeza vingonguo, kwa sababu hataki kuumea vizuri. Unaweka vizuri pale, anakaa katika sehemu ambayo ilikuwa salama. Kwa hiyo zamani watoto walipokuwa wakizaliwa walikuwa wanaandaa vile vyombo vya kulia mifugo. Mtoto wa mnyama ndama anapozaliwa kunakuwa na kachombo, na kuweka chombo kazuri, unaona. Kwa hiyo kale kachombo kalikuwa kimesafishwa vizuri, wakaweka vinguo vya kitoto, wakamlaza pale, kwa kuwa alikuwa ni mfalme, watu waende kwenda kumsujudia. Kwa hiyo mkazo sahihi, tusidanganywe na wakazi wa dunia hii. Maandiko yametufunuliwa, Pastor Muhama ameelekeza, na tutakwenda kumwomba Mungu masaa haya. Pastor Muhama, tuomba tuweze kufunga historia hii juu ya Yesu amezaliwa kwenye nyumba ya Daudi, na dunia yote watambue hilo. Unaweza tupatia ombi ili tuweze kuahirisha vipindi hivi. Baba, katika jina la uweza la Yesu Kristo, Mungu pekee, Mungu wa kweli, mwenye ufalme katika falme za ulimwengu wa sasa, Injili yako takatifu, Mungu wa rehema, inapotembea na kuhubiriwa katika ulimwengu mzima, lengo lake watu wafahamu ukweli na ukweli upate kuwaweka huru. Kwa sababu ulimwengu unadanganyika na mafundisho ya uongo, badala ya kuheshimu neno la Mungu, waandaa bahati mbaya wanaheshimu viongozi wa ulimwengu wa sasa ambao ni wadanganyifu. Yesu wa Nazareti, mtakatifu wa Israeli, tuko tayari kusikiliza kwa neno lako, na tunaposikia jinsi ulivyozaliwa, hebu kawabariki wale wote watakaokubali kwamba wewe ulizaliwa katika nyumba ya ukoo wa Daudi. Hukuzaliwa katika zizi la ng'ombe, hukuzaliwa katika madhi ya ng'ombe, maana wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana. Ulipewa heshima, Baba mtakatifu. Kwa sababu hiyo nasi tunakupa heshima, tunakutukuza na kuhimidi jina lako. Na kila mtu atakayekubali maneno yako matakatifu, atakayekubali jinsi ulivyozaliwa, atakayekubali kwa mtu ulizaliwa katika nyumba ya ukoo wa Daudi, na Yusufu alikuwa ni mtu wa ukoo wa Daudi, na yeye pia naomba umbariki, umtakase, aendelee kujifunza neno lako na kujua wewe Yesu mtakatifu. Neno la Mungu katika Yohana 17:3 nasema hivi, wakujua na uzima wa milele ni huu, wakujua Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu uliyemtuma. Kumjua Mungu wa pekee na kumjua Yesu Kristo ambaye ni mjumbe wa Mungu kabisa, ndio uzima wa milele. Mungu awabariki, awapatie amani, awapatie uwezo, mpate kuishi ndani yake kwa kutunza jina lake, kwa kuheshimu neno la Mungu lilo hai. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Sasa la Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tusamehe wadeni wetu, na usitie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu.
kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mbarikiwe sana wakazi wa Sayuni, tukutane wote mbinguni. Amina.